Tayari kwa upande wa muda ni saa 6 kamili za mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Zawadi Bashemela na kwanza ni muhutasari wake. Halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imetakiwa kukamilisha ujenzi wa miundombinu muhimu kwenye kituo cha polisi soko la Mnadani kata ya Nyamnyusi ili kiweze kutoa huduma. Wasaidizi wa kisheria wilayani Chato mkoani Geita wameahidi kushirikiana na vyombo vya dola kuzuia utumikishwaji wa watoto kwenye shughuli za kilimo na uvuvi. Na nchi za Afrika zimeshauriwa kufanya jitihada za kutumia vizuri akili mnemba nyumbani ili kuweka nguvu, ustawi na maendeleo ya bara hilo. Habari kamili. Kasulu. Mkuu wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma Kanali Isaac Mwakisu ameiagiza halmashauri ya wilaya ya Kasulu kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya vyoo, maji na umeme kwenye kituo cha polisi katika soko la Mnadani kata ya Nyamnyusi ili kiweze kutoa huduma. Ametoa maagizo hayo wakati akizungumza na watumishi wa halmashauri hiyo na kueleza kuwa atahakikisha anafungua kituo hicho kabla ya mwezi huu wa 5 kuisha ili kuendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo hayo. Kanali Mwakisu amesema soko hilo ambalo limejengwa na serikali kwa kushirikiana na shirika la Enabel limeshindwa kufunguliwa kutokana na kuchelewa kukamilika kwa baadhi ya miundombinu ya kituo cha polisi. Kituo cha polisi kwenye mnada, kile kituo bado hakijakamilika. Kituo kile kilitakiwa kiwe na nyumba za wafanyakazi, lakini mpaka sasa hivi hakijajengwa. Kimewekwa pale kwa makusudi maalum ili kiweze kulinda usalama wa maeneo haya yote, lakini pia na lile soko. Ni imani yangu kwamba kile kituo kitakapokuwa kimekaa pale, kina watu, kina walinzi, ile soko linaweza likaanza. Na likianza soko, mapato mtapata nyinyi halmashauri. Naomba unisaidie Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia mkurugenzi wako, mwezi wa huu wa 5, wewe kama hujaleta pale maji, hujaleta nini, mimi naleta watu pale. Naenda kumwambia sasa hivi OCD alete watu. Watumishi wenzangu mnielewe hilo. Mimi sitaki kuwa na vichaka hapa. Bila kuwepo na ulinzi, ile soko mliojenga kwa gharama kubwa sana halitaweza kufunguliwa. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kasulu Bwana Elia Kagoma amesema amepokea maelekezo hayo na kwamba wanajipanga kuanza mchakato wa ujenzi wa nyumba 2 za watumishi pamoja na kukamilisha miundombinu ya choo, maji na umeme katika kituo hicho cha polisi ili kiweze kutoa huduma kwa wananchi. Chato. Wasaidizi wa kisheria wilayani Chato mkoani Geita wameahidi kushirikiana na vyombo vya dola kuzuia utumikishwaji wa watoto kwenye shughuli za kilimo. Wasaidizi hao wa kisheria kutoka kituo cha Chalao, Bwana Deogratias Mlima na Deus Bruno na Bwana Method Evaristi, wamesema baadhi ya wazazi na walezi wilayani humo huwatumikisha watoto wao katika uvuvi wa samaki pamoja na kilimo cha mpunga na pamba badala ya kuwapeleka shule, jambo ambalo ni ukiukwaji wa haki za watoto. Wamesema ni kosa kisheria kwa mzazi yoyote kumtumikisha mtoto katika shughuli za uzalishaji mali, na badala yake watoto hao wanapaswa kupelekwa shule kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Kwa mujibu wa taarifa ya afisa ustawi wa jamii wilaya ya Chato Bibiana Kasheto, watoto 16 wamekamatwa kwa kipindi cha mwezi Aprili na Mei mwaka huu katika hifadhi ya kisiwa cha Rubondo wakijishughulisha na shughuli za uvuvi kinyume cha utaratibu. Misungwi. Mkuu wa wilaya Misungwi mkoani Mwanza Johari Samizi ametoa wito kwa walimu wote wilayani humo kuongeza juhudi za kuwafundisha wanafunzi ili kutokomeza alama 0 katika matokeo ya kidato cha 2 na cha 4 katika shule hizo. Samizi amesema hayo wakati wa hafla ya kuwapongeza wakuu wa shule na shule zilizofanya vizuri kwenye matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2024 katika wilaya ya Misungwi. Aidha amesema serikali bado inatambua umuhimu wa elimu bora kwa kila Mtanzania. Hivyo wilaya hiyo ipo katika mikakati ya kuhakikisha wanaboresha miundombinu ya kufundishia kwa kila shule ili wanafunzi wapate elimu bora. Baadhi ya wakuu wa shule waliohudhuria hafla hiyo wamesema pongezi hizo zinawapa motisha wao
kuhakikisha wanafanya vizuri na kuweza kutokomeza matokeo mabovu katika shule zao. Ukiangalia katika halmashauri ya wilaya Misungwi walianza kutunuku zawadi hizi mwaka 2019, elimu sekondari pamoja na elimu msingi, na ndo chachu iliyopelekea mpaka leo hii unaona kwamba zero zimebaki chache. Maana sasa unakuta afisa elimu tunashare mawazo siku hadi siku kuona kwamba shule inatembea. Walimu wote shule nzima, kwa sababu ufaulu, mwalimu anapofanikiwa kumfanya mtoto apate A, sio mwalimu wa somo peke yake, ni muunganiko wa walimu mbalimbali katika taasisi. Muleba. Baadhi ya wakazi wa kisiwa cha Bumbile wilayani Muleba mkoani Kagera wameshauri boti iliyonunuliwa na halmashauri itumike kusafirisha wanawake wajawazito na wagonjwa ambao ni mahututi kwa gharama nafuu. Miongoni mwa wakazi hao, Alfonsi Buhungu na Ayubu Buruhani wamesema kuwa boti hiyo inaweza kuokoa vifo kwa wagonjwa walioko visiwani wanapokosa huduma ya usafiri kwenda kwenye hospitali zilizo nchi kavu. Wamesema kuwa awali ulikuwepo usafiri wa watu binafsi na walikuwa wanahitaji gharama kubwa. Hivyo wameshauri boti hiyo itumike kwa malengo yaliyokusudiwa, ikiwemo kusafirisha wagonjwa wa visiwani kwa gharama nafuu. Kuna usafiri wa watu wagonjwa, kuna usafiri wanaotaka kwenda visiwani, kuna wagonjwa wa visiwani wanakosa usafiri, tutasaidia sana. Watu walikuwa wanakufa hovyo, wanawake wajawazito, watu wazee, watoto. Kwa kweli ilikuwa changamoto mbaya sana. Lakini hapa tumepata mwarobaini kwa kuwa tumepata boti. Sisi watu masikini kuja kukodi usafiri wa kwetu huko. Mleta mtu kama huko anakuambia kuanzia 200,000 mpaka 300,000. Kama hauna mtu anakufa tu kama nguruwe. Kiwe chombo cha kumsaidia kila abiria, lakini wakipandisha bei watu wataendelea kufa. Wakati wa uzinduzi wa boti hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Muleba Bwana Justus Magongo alisema boti hiyo ambayo imenunuliwa kwa zaidi ya shilingi milioni 268 itatumika kusafirisha wagonjwa visiwani ambao wamepatiwa rufaa kwenda hospitali pamoja na huduma nyingine za hospitali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Addis Ababa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametoa mwito kwa nchi za Afrika kufanya jitihada za kutumia vizuri akili mnemba nyumbani ili kuweka nguvu, ustawi na maendeleo ya bara hilo. Abiy amesema hayo alipokuwa anahutubia mkutano wa ngazi ya juu ambao maudhui yake ilikuwa ni akili mnemba AI huko Addis Ababa nchini Ethiopia, chini ya kauli mbiu kutumia AI kwa ustawi na ushirikiano wa Afrika. Amebainisha kuwa bara la Afrika linaingia kwenye zama za mabadiliko katika mwelekeo wake wa maendeleo na kwamba matumizi mazuri ya akili mnemba nyumbani yanaweza kutumika kama kichocheo cha ustawi jumuishi na kuingiza kasi kubwa katika mafanikio ya mpango wa maendeleo wa bara la Afrika wa miaka 50, yani ajenda 2063. Aidha, amesisitiza haja ya bara la Afrika kubuni akili mnemba yake kwa sura yake, utamaduni na masharti yake yenyewe, akisema kuwa Ethiopia inawekeza katika miundombinu ya kidigitali inayohusiana na AI na ukuzaji wa ujuzi, kama ambayo inafanya kazi pia ya kutafsiri maono yake yaweze kuwa yenye matokeo yanayoonekana. Gaza. Israel imetangaza kuwa itaruhusu kiasi cha chakula kuingia Gaza ili kuhakikisha kuwa hakuna janga la njaa linaloendelea baada ya kulizuia eneo hilo kwa wiki 10. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya waziri mkuu imesema kuwa hatua hiyo imetolewa kwa mapendekezo ya jeshi la ulinzi la Israel IDF na kwa kuzingatia haja ya kuunga mkono mashambulizi yake mapya ya kijeshi dhidi ya Hamas. Tangazo hilo limekuja saa chache baada ya jeshi la Israel kusema kuwa limeanza operesheni kubwa za ardhini kote Gaza. Israel imekuwa chini ya shinikizo kubwa la kuondoa kizuizi chake wakati ambapo hakuna chakula, mafuta au dawa zilizoruhusiwa kuingia eneo la Gaza. Mashirika ya msaada yametahadharisha kuhusu hatari ya njaa miongoni mwa wakazi milioni 2.1 wa Gaza, huku picha za video zikiibuka za watoto waliodhoofika wanaokabiliwa na utapiamlo.
Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni muhtasari wake. Halmashauri ya wilaya Kasulu mkoani Kigoma imetakiwa kukamilisha ujenzi wa miundombinu muhimu kwenye kituo cha polisi soko la Mnadani, kata ya Nyamnyusi ili kiweze kutoa huduma. Wasaidizi wa kisheria wilayani Chato mkoani Geita wameahidi kushirikiana na vyombo vya dola kuzuia utumikishwaji wa watoto kwenye shughuli za kilimo na uvuvi. Na nchi za Afrika zimeshauriwa kufanya jitihada za kutumia vizuri akili mnemba nyumbani ili kuweka nguvu, ustawi na maendeleo ya bara hilo. Waza Wazua. Msikilizaji, heri ya leo kuliko jana. Fanya vyema zaidi kila siku. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Na saa 10 alasili utaletewa duru habari.